Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, tunasonga mbele. Naitwa Saidi Majaliwa, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Ndugu wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa, leo nimekuja mbele yenu kuwatangazia habari njema ambayo wakati tukielekea katika siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimekuja mbele yenu kuwataarifu kwamba halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tumeshapokea fedha ambazo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais ambazo amezitoa kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo, ambazo fedha hizi zimepitia katika benki yetu ya NMB. Kwa hiyo nimekuja mbele yenu wafanyabiashara wadogo wa halmashauri ya mji wa Kondoa kuwatangazia tuendelee kujitokeza kuchukua mikopo hii. Mikopo hii ni mikopo ambayo imetolewa na serikali kama ahadi ya Mheshimiwa Rais katika siku zake 100, ambayo mikopo hii itakuwa ni ile mikopo ya masharti nafuu ambayo inatolewa kwa wajasiriamali wadogo. Sasa niombe nichukue fursa hii kuwaeleza wajasiriamali wadogo ni mtu gani ambaye anapaswa au anakidhi vigezo vya kuchukua mikopo hii. Ya kwanza ni yule mtu ambaye biashara yake, mauzo ghafi yake hayazidi shilingi milioni 4, lakini pia mikopo hii wajasiriamali wadogo inayowalenga ni wajasiriamali wadogo mbalimbali. Tuna mamalishe, babalishe, tuna bodaboda, tuna waendesha pikipiki zile za maguta za matairi matatu, na wengine wadogo wadogo ambao wanaingia katika grupu hilo kulingana na halmashauri husika ambayo itawasajili. Lakini pia mikopo hii inatolewa kwa 7% kwa mwaka, ambayo ni mikopo tofauti na mikopo ile ya kawaida ya wajasiriamali au ya kawaida ya wafanyabiashara. Lakini pia nini utaratibu sasa wa kupata hii mikopo? Kwanza, ndugu wananchi, kupitia halmashauri yetu ya mji wa Kondoa, lakini pia kupitia idara ya maendeleo ya jamii, mfanyabiashara au mjasiriamali mdogo utatakiwa kujisajili kwenye mfumo wa utambuzi na usajili wa wajasiriamali wadogo, ambao sisi kama halmashauri ya mji wa Kondoa, ili kufanya hili swala liwe rahisi lakini na liweze kuwafikia wajasiriamali wadogo, tumetenga vituo katika kila kata. Kwa hiyo ni waombe wajasiriamali wadogo ambao mpo katika maeneo yetu ya kata zetu zote 8, tufike kwenye ofisi za kata tuweze kujisajili kwenye mfumo huo ambao unaongozwa na idara yetu ya maendeleo ya jamii. Lakini pia mkopo huu unamhusu yule mjasiriamali mdogo ambaye ana umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Lakini pia inamhusu yule ambaye ana biashara yake inayotambulika na mamlaka husika. Kwa hiyo kama hapa sisi Kondoa mjini ni wale watu ambao wana biashara zao ambazo zinatambulika. Lakini pia kitu kingine ni unatakiwa kuwa na kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Ukipata hivi vitu vyote, tafadhali tembelea ofisi zetu za halmashauri kupitia idara ya maendeleo ya jamii. Lakini pia tumeweka mazingira kwenye kata zote za halmashauri ya mji wa Kondoa kuhakikisha wajasiriamali wadogo wanajisajili ili waweze kupata mikopo hii. Niwape taarifa tu, mpaka jana baadhi ya wajasiriamali wengine wameshajitokeza na wameshachukua mikopo katika halmashauri yetu ya mji wa Kondoa. Lingine, mikopo hii ni tofauti na mikopo mingine, kwa maana mjasiriamali unaweza kupata mkopo ambao kwa muda wake unaweza kuanzia miezi 3 mpaka miezi 24. Lakini mkopo huu pia kwa upekee wake ambao tunaweza kumshukuru Mheshimiwa Rais, mkopo huu una bima ya kifo. Lakini pia mkopo huu una bima ya ulemavu wa kudumu. Maana yake ni kwamba atakayekuwa amefaidika na mikopo hii, endapo amepata tatizo katika uendeshaji, katika utekelezaji wa mkopo huu, aidha amefariki au amepata kilema cha kudumu, familia yake haitosumbuliwa katika kurejesha mkopo. Kwa maana gani? Serikali imeshalipia bima katika mkopo huu. Ndugu wananchi na wajasiriamali wadogo, niwaombe, nimekuja mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa kuwataarifu hili kwamba fedha zimeshaletwa kupitia benki yetu ya NMB Kondoa. Niwaombe sana tufike, lakini kwa yeyote atakayekuwa na changamoto asisite kufika halmashauri ya mji wa Kondoa, ofisi za mkurugenzi, lakini ofisi za maendeleo ya jamii, lakini pia kupitia watendaji wetu wa kata na maafisa maendeleo wa kata zote wameshaweka utaratibu mzuri wa kuwasajili, kuhakikisha sasa tunajipatia hii mikopo. Hii mikopo ina faida gani? La kwanza, tatusaidia kuongeza mitaji yetu katika biashara zetu. Lakini la pili, tutakapopata hii mikopo tutaongeza ajira kwa wananchi wetu.
Kijana, utakapokuwa umepata hii mikopo utaweza kufanya kazi kwa kuongeza ajira. Lakini pia tutakuza hizi biashara zetu. Biashara zetu zilikuwa na mtaji mdogo, unapopata hii mikopo itapanuka kabisa. Lakini mwisho kabisa tutaboresha maisha yetu na uchumi wetu wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Kwa hiyo nimekuja mbele yenu vijana wenzangu, wakina mama, wakina baba ambao ni wajasiriamali wadogo, tujitokeze kwa wingi. Chonde chonde, ili upate mkopo huu ni lazima uwe umejisajili kwenye mfumo wa WBN MIS, ambao ni ule mfumo wa utambuzi na usajili wa wajasiriamali ambao unafanyika katika ofisi ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo nimekuja kuwapa habari njema, lakini kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kabla ya siku 100 zijafika ameshatekeleza ahadi yake, na mimi nimekuja mbele yenu kuhakikishia kwamba nimepata taarifa, uthibitisho kutoka benki ya NMB kwamba fedha hizo zimeshaingia, zaidi ya shilingi milioni 100 halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tumepokea. Ni wataarifu wajasiriamali wadogo, tuko tayari kuwahudumia. Fikeni ofisi za halmashauri, lakini pia fikeni ofisi za kata ambako tumeweka utaratibu wa kuwasajili ili muweze kupata mikopo hii kwa unafuu, kwa uharaka zaidi, ili tuweze kuboresha biashara zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki halmashauri yetu ya mji wa Kondoa.